Ukiacha kupima shinikizo kubwa la damu, huwa mama mjamzito anapimwa wingi wa damu. Sawa sawa. Ni kipimo muhimu kabisa ambacho mama anatakiwa apime awapo kliniki au katika safari yake ya ujauzito wote, anatakiwa kujua mimi sasa hivi na damu kiasi gani na grupu langu la damu ni lipi. Okay. Tumeliana Vipimo vingine ni vya magonjwa ya zinaa tunaita. Okay. Kwamba mama anatakiwa apime syphilis ambayo kaswende. Anatakiwa apime maambukizi ya virusi vya ukimwi. Anatakiwa avijue pamoja na magonjwa mengine ambayo yanaweza kuambukizika, tunaita sasa hivi homa ya ini, hepatitis. Anatakiwa hivyo navyo apime ajijue kwamba navyo hana. Ndio. Na akikutwa navyo vyote hivi kaswende inaweza katibiwa, lakini kama virusi vya ukimwi na homa ya ini wana namna ambayo wanaweza kusaidia kwa mama asimwambukize mwanae. Ndio, kuna namna ambazo mama anatakiwa apate matibabu ili asiweze kuambukiza. Cha kwanza, mama atakutana na wataalamu wa afya, watamuelimisha, then ataanzishiwa dawa. Tumeelewana? Sawa sawa. Na kupima wingi wa virus, hizo virusi ndani ya mwili wake. Sawa. Na hata atakapojifungua mtoto naye atapewa kinga. Okay. Dawa ya kinga ili asiweze ya kupunguza maumivu makali. Atapatiwa mtoto na atapimwa pia pale. Pia kutakuwa na mwendelezo wa kupimwa kwa huyu mtoto ili aweze kukingwa na virusi maambukizi. Na mama atapewa elimu kwa sababu wana namna yao ya kumhudumia mtoto.